aliyemchagua hapa Samia? Nani aliyemchagua? Polisi mlimchagua? Hata nyie hamkupiga kura. Uongo kweli? Wote wanajua hakukuwa na uchaguzi, bali kulikuwa na mauaji. Uongo kweli? Kwa mujibu wa Biblia ninayosoma mimi, nitakayokusomea hapa, Heche, Lema na wengi wa wanachadema ndio wanaohubiri injili inayoelekeana sana na injili aliyohubiri Kristo na mitume na manabii wa kweli, kuliko injili au kiitwacho injili kinachohubiriwa na Mwakasege na Magembe na Kuhani Musa na Mwamposa na Suguye na Jode na wengine wote nao wafahamu. Ampenda hii Mwakasege si Magembe kuwaweka kwenye kundi la kina Mwamposa na Kuhani Musa, Jodevi na wengineo. Lakini ukweli ni huu kwamba au wengi wametofautiana tu namna za kupotoa injili. Najua kwa hapa mmeshanitukana sana, wa Pentekosti mmeshanitukana, najua mtanitukana sana, lakini mungenisikiliza kwa nia ya utafiti wa kwamba mtu mpaka anaongea hivyo ni kichaa au kweli ana makusudi ya kutuudhi, kumpinga Kristo, kukashfu wahubiri, au ana umaana fulani. Injili ya Kristo ilikuwa ya aina gani? Hiyo ndio ambayo kwa kipande kubwa utasikia wakifanya wanaoitwa wanasiasa, hasa wanaoitwa wapinzani. Wanavyofanya ndivyo Yesu alivyohubiri. Yesu aliliona tukio baya, ndipo alianza kuzungumzia kwa kulitaja jina, kumtaja jina, kulitaja eneo ama kufundisha kupitia hapo. Hebu nianzie Yohana 3. Ni karibia 80-90 ya mahubiri yote Yesu aliyohubiri au 100, aidha aliona tukio la dhuluma, la uharibifu, akaanzia hapo kufundisha kwamba jambo kama hili si sawa. Na mkisoma hata kwenye sheria za Musa ilikuwa 1, 2, 3. Au alianza kuweka mfano, watu wakajikwaa pale kwamba umesemaje hiki, akaanzia hapo kufundisha. Katika Yohana 13 Yohana 2 mstari wa 13 anasema, na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu, akaona pale penye hekalu watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu, na kondoo na ng'ombe akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanya nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara, na mengineyo. Ameona kitu ambacho sio sawa, ameanza kuchukua hatua, akikemea na kufundisha. Heche, akina Lema na wengi wa wanachadema au wanaoitwa wapinzani, wanaoitwa wanasiasa, hasa wanaokuwa wa upinzani, mara nyingi ndio walio na uwezo wa kuona jambo ovu, wakalitaja jina la aliyefanya jambo ovu na jambo lenyewe ovu lilivyofanywa. Mnachosema ni wanasiasa. Sasa basi siasa ndo Yesu alikuwa wa kwanza kuzifanya. Karibu kila utakaposoma utayakuta hayo niliyokuambia, kwamba aidha Yesu aliona tukio ndo akaanza kuhubiri, au akiwa naweka mfano watu walimchallenge kwamba hili jambo si sawa, alianzia hapo kuwaweka sawa kwamba usawa wenyewe ni huu. Nitakusomea, nitakuonyesha. Alikadhalika Elia
alipoona Ahabu ameua, alienda kumwambia umeua ili utamalaki. Alienda, hakuendelea na fundisho la Roho Mtakatifu, hakusubiri Roho ampe, alienda. Yohana alipoona Herode amechukua mke wa mdogo wake, hakusubiri apewe, alienda akamwambia kwamba si vema kuchukua mke wa mdogo wako. Nathani alienda. Sasa ni roho, ni unabii ulikuna, ni unabii walikuwa wanapewa na Mungu, hawa hawajapewa. Basi wamepewa akina Heche, wamepewa akina Lema, au ndo wanaohubiri kwa namna ya Kristo. Nyie hamjapewa, endeleeni kaa hivyo. Lakini Ukristo ni matendo yanayofanana na Kristo, ndo Ukristo, nia iliyokuwa ndani ya Kristo. Ukisikia nia, harakati, huyu mtu ana nia njema, lazima umuone anayoyafanya yanavyoonyesha kwamba ana nia njema. Kimsingi nia njema haliwi jambo la moyoni mwa mtu yule, huyo atakuwa na nia njema. Hapana, nia ya Yesu ni aliyokuwa anayafanya. Kwa hiyo na ninakubali kila mtu ana karama yake, kila mtu ana huduma yake, kila mtu anaosema alichopewa na Roho, ila wahubiri wenu wote Tanzania na ikiwezekana Afrika na hata duniani kwa ujumla, wote hawajapewa Roho iliyokuwa ndani ya Kristo, kwa sababu wenyewe mauaji wanayaona, si mafundisho yao, si mahubiri yao. Utekaji wanaona, si mahubiri. Dhuluma wanaziona dhidi ya watawala, si mafundisho yao. Roho hajawapa, Mungu hajawapa. Hawa ambao Mungu amewapa tunaosikia, kwa sababu kila kitu ni kitumishi cha Mungu. Biblia inasema makahaba watawatangulia kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kila kitu ni kitumishi cha Mungu. Rahabu alikuwa kahaba, alitenda tendo la haki, Mungu alimridhia, akaingia kwenye magwiji wa watu wenye imani. Kornelio alikuwa ni mtu mnayemwita mpagani, lakini alifanya mambo ambayo wanaoitwa walokole, wanaoitwa watu wa Mungu hawakuyafanya. Mungu akamuita mcha Mungu, akamsifu kwa sifa ya mcha Mungu. Yule Msamaria Mlawi alipita pembeni, kuhani alipita pembeni, Msamaria akamtendea mema mtu yule. Yesu akasema, aliyeutoa uhai wake, anayempenda jirani kama nafsi yake ni nani kati ya watatu? Watu wakasema ni huyu watatu. Yesu akasema, na nyie fanyeni hivi. Huko ndo kumpenda jirani kama nafsi yako. Kwa hiyo Ukristo kwa sehemu kubwa, ni vizuri ungefahamu, Ukristo sio Biblia unashika. Ukristo ni unavyofanya kilichomo kwenye Biblia ambacho Yesu alikifanya. Ngoja ufahamu, wapagani, hata hawa tunawaita makahaba, tunawaita wanasiasa akina Heche, wana uwezo wa kumsema mtu akiwa hai wakasema mabaya yake, akifa wakasema mabaya yake. Ndivyo ilivyo kwenye Biblia. Watu wa Mungu walisema mabaya ya watu walio hai wakiwa hai, walisema mabaya ya watu waliokufa walipokufa. Walisema mabaya kina Herode, mabaya kina Farao, mabaya kina walipokufa. Lakini kwa wahubiri wetu, mtu akiwa hai hawasemi mabaya yake, ni kukosa hekima. Kimsingi wanachoogopa ni kuuawa, hawasemi mabaya yake. Akifa hawasemi mabaya yake, wanasema usimsemi marehemu vibaya. Mungu afurahishwi na kifo cha mwenye dhambi. Amesema sifurahishwi na kifo cha mwenye dhambi, lakini si afadhali huyu agairi? Asipogairi huyu atakufa. Huyu Mungu ambaye afurahishwi na kifo cha mwenye dhambi ndiye Mungu ambaye ameua Anania na Safira kwa mkono wa Petro. Ndiye Mungu amemuua Herode. Waliposema hotuba hii sio ni Mungu anaongea, huyu mtu zaidi ya Mungu. Huyo ni Mungu aliyewaua Farao na jeshi lake, na watu wa Mungu wakamtukuza Mungu, wakafurahi. Huyu Mungu ambaye furahi, nia yake ni kwamba huyu mtu mwenye dhambi hata kama anakufa,
nisingependa afa akiwa hivi. Lakini kama vimasikio vimesimama, utafikiri vya mbuzi vinavyosikia vikiwa kwenye sufuria, utafikiri vya kisungura. Akifa no way out, ni ili wengine wajifunze, ni ili wengine wasifanye mabaya kama haya, wakawa na mwisho wa aibu kama huu. Sasa unielewe pointi yangu kubwa. Wanasiasa wanaitwa wanasiasa au akina Heche type, mtu akiwa fisadi, akiwa muuaji, akiwa mbaya, askari Yohana, ukumbuke aliwaambia wale maaskari, nitakusomea maandiko mengine hapa mwisho ninapomalizia. Yohana, wale maaskari aliwaambia, tosheweni na mishahara yenu, msimshtaki mtu kwa uongo. Usikii injili hiyo kwa unaoita wahubiri wakiwa kazia macho maaskari nyie munaua watu, mnadhurumu watu. Si rahisi. Vinginevyo kwenye tawala zingine huko nyuma, utawala wa sasa ni kama moja kwa moja wasiojulikana unaanza kutembelewa na Land Cruiser nyeupe. Kwa hiyo hicho wahubiri wanasiasa wanakihubiri alichohubiri Yohana juu ya watoza ushuru, juu ya wenye mamlaka, wafalme, watawala, walichohubiri na kukemea. Akina Heche, akina Lema na wengi wa wanachadema wanakemea wahubiri wenu. Hakuna hata mmoja ambaye ni mahubiri yake kila anapohubiri, au wakati mwingine kuwa na klipu maalum kila anapoliona tukio limetendeka, alifafanue, aweke mfano wa tukio hilo. Askari, wewe umekufa, lakini ulitenda mabaya, ulikuwa unaitikia amri hata zilizo haramu, ulikuwa unatoa amri kwa kusukumwa na namna ambayo sio za kisheria. Askari wengine, jifunzeni, msifanye hivi. Hicho sicho wahubiri. Mtu akiwa mwenye dhambi, hasa mwenye nguvu, mwizi, muuaji, mtekaji, mbinafsi, dhalimu, akiwa mwenye cheo, hawezi kuhubiri ubaya wake. Nini? Watauawa, hawajapewa na Roho. Akifa hawezi kusema ubaya wake. Watasema tu alikuwa anatoa fungu la 10, alikuwa muumini mzuri, alikuwa mzuri. Lakini kwenye Biblia tunasema ubaya wa kina Herode, ubaya wa kina Nebukadreza, ubaya wa kina Farao, na wenzetu waliwasema pale pale baada ya kufa. Sisi hatuwezi kusema ubaya, ila wabaya wenyewe wanaweza kusema huyu alikuwa na kamdomo sana, huyu wazazi wake kwa nini hamkuzuia wale tuliowaua, huyu alikuwa ni raia wa nje, hawa walikuwa ni wahalifu ndio maana waliuawa. Wenyewe waovu, wabaya, wana haki ya kusema ubaya wa wanaowaua, wa wanaofanyia vibaya wakiwa hai au wakiwa hawapo. Ndio maana unaona Magufuli kwa kipande kubwa wote mna uhuru wa kusema alikuwa mbaya, alikuwa mbaya, alikuwa mbaya, na mupo mnaosema alikuwa mzuri. Lakini swala tu la wanaokuwa na nguvu, hamuna uwezo wa kusema ubaya wao wakiwa hai au wakiwa wamekufa. Hawa kina Heche, kina Lema na wengi wa wanachadema au wanaoitwa vyama vya upinzani husema mabaya hayo. Mimi nakwambia huo ndio Ukristo. Huo ndio Ukristo. Kutukana huko, mwe mnajitahidi, mwe mnatukana sana, mwe mnatukana sana, lakini ukweli kuna wakati unaweza ukaja kuona okay, kumbe nilikuwa nashindana na ukuta. Nimalizie kwa kusoma. Akainua macho yake akaona, Luka 21. Ni kila sehemu ukitaka utapata. Akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamwona mjane mmoja maskini akitia mle senti 2. Akasema, hakika naambia huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wengine wote, maana hao waliotia. Fundisho linaanzia hapo. Ameona. Fundisho inaanzia hapo. Na watu kadha wa kadha, mstari wa 5, watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, yeye alisema,
haya mnayoyatazama, siku zinakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza, wakamwambia, fundisho linaanzia hapo. Ameona tukio, anahubiri. Ameona tukio, anahubiri. Anaanzia hapo kuhubiri na kufundisha. Kwa tukio kama hili, shida ni hapa na hapa na hapa, cha kufanya ni 1, 2, 3. Mathayo, Luka 13:1. Na wakati huo walikuwako watu waliompasha habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia, sivyo. Lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 14 waliangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia, wote waliokuwa. Yesu anaona tukio, Yohana anaona tukio, mitume waliona matukio, walifundisha, walifafanua kulingana na matukio. Mwakasege wenu, kina Magembe wenu, kisemako ni kidogo tu kwa mbali, kina Magembe wenu na wote mnaoita wahubiri wenu, wenyewe wakiona tukio ni kama yule Mlawi, ni kama yule kuhani, wanaenda kanisani kuliombea kwenye ulimwengu wa roho, hawajapewa. Lakini Yesu, Msamaria huyu ndo aliyemsema, huyu ndiye anayempenda jirani kama nafsi yake, kama ninavyoagiza. Kuna mahala pengi na maandiko mengi ambayo popote unapoweza kufunua utakutana na kitu ambacho kinazungumzia Yesu akaona, alafu hapo hapo kikawa kichwa cha somo kufafanua. Sasa wahubiri wenu wote hawajapewa kusema juu ya mauaji, utekaji, dhuluma, uonezi, utawala wa kishetani, utawala unaoonea watu. Soma Yesu. Mafarisayo hawa walikuwa sehemu ya utawala, wakuu wa makuhani walikuwa sehemu ya utawala, maliwali walikuwa sehemu ya utawala, wafalme kina Heroda kina Pilato walikuwa sehemu ya utawala. Yesu wote alikuwa ndio nao waongelea sana. Waandishi, watoza ushuru wote walikuwa sehemu ya utawala. Yesu ndio wote aliokuwa nakemea ubaya wao. Mafarisayo, kumbuke Paulo Farisayo ndiye aliyekuwa nakamata watu majumbani na kuwasweka magerezani na kuwapiga na kusimamia mauaji. Cheo cha kifarisayo, walikuwa sehemu ya utawala. Hao ndio ambao, soma Mwanzo mpaka mwisho, Yesu alikuwa akihubiri mabaya yao, alikuwa akihubiri ubaya wao, alikuwa akihubiri mabaya na kuwakosoa, msifanye hivi, mnaonea watu, mnadhulumu watu, mnatesa watu. Wachungaji wenu wote, wahubiri wenu wote, hakuna ambaye Roho amempa kuhubiri hayo. Kwa nini hawa tusiwaite ndo wa Kristo? Kwa nini hawa tusiwaite ndio wanaohubiri Injili? Sasa ngoja niwape nafasi ya kutukana. Tukaneni. Hongera na asante kwa kunisikiliza.